kuagiza mafuta mnamo mwaka 2025. Baadhi ya hatua hizo ni pamoja na kuharakisha mchakato wa kibali cha miradi ya nishati endelevu, kubadilisha muundo wa ushuru wa nishati na kuongeza ruzuku kwa nishati jadidifu. Sheria hiyo mpya ya nishati huenda ikazisaidia kampuni za nishati mbadala zinazopambana na uagizaji wa bei nafuu kutoka nje katikati ya mahitaji yanayopungua. Lengo jingine la mkataba huo ni uzalishaji wa 40% ya teknolojia ya nishati mbadala kama ya mitambo ya upepo ndani ya Umoja wa Ulaya. Na huu, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Asante sana Lilian Mtono kwa habari hizo za ulimwengu. Na msikilizaji na mtazamaji, kuna mengi ambayo tumekuandalia katika safu ya uchambuzi wa ripoti, na vile vile tutakuwa na mjadala katika awamu hii ya jioni ya matangazo. Nitakujulisha ni mjadala wa na vipi, lakini kwa sasa tulia ni kuambie tu yale ambayo tumeweza kukuandalia. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Karim Khan yuko ziarani nchini Kongo. Wako Ngomani, wanazungumziaje ziara hii? Kuna mauaji mengi iliyofanyika mjini mbalimbali huko Bunia, Beni, Goma na Kalehe na nafasi zingine. Tunayoomba mwendesha mashtaka mkuu wa ICC ni kupeleka wale waliotenda hiyo mauaji mbele ya ICC. Na mahofu inaendelea kutanda mjini Goma, hasa miongoni mwa vijana wa kiume kufuatia ripoti za uandikishwaji wa kulazimishwa katika jeshi. Na kule Mashariki ya Kati, afisa wa ngazi ya juu wa Hamas amesema shughuli ya kukabidhi miili ya mateka wa Israel kesho Alhamisi haitajumuisha umma. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji, salia nasi. Kupitia redio wa shirika na vile vile tuko mubashara katika ukurasa wetu wa Facebook, tafuta DW Kiswahili. Usisite pia kutuandikia maoni yako, nami nitayasoma mubashara kadri yanavyoingia hapa studioni. Na moja kwa moja katika uchambuzi, baada ya kukutana na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Munich, mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC Karim Khan yuko ziarani nchini Kongo. John Kanyunyu anaripoti kamili kutoka Kinshasa. Ziara hii ikiwa inachukuliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama vile shinikizo dhidi ya Rwanda pamoja na kundi la uasi AFC M23, inafanyika baada ya Umoja wa Mataifa pamoja na Umoja wa Ulaya kuitia kishindo serikali ya Rwanda kuhusu uungwaji mkono wake kwa kundi la uasi la AFC M23. Mjini Kinshasa, Karim Khan alikutana na Rais Felix Antoine Tshisekedi, na viongozi hao wawili walizungumzia mauaji pamoja na vitendo vya uhalifu vinavyofanywa na waasi katika maeneo walioyateka. Tina Salama ni msemaji wa Rais Felix Antoine Tshisekedi. Hapa anatupatia matarajio ya serikali ya Kongo kutokana na ziara ya mwendesha mashtaka mkuu wa ICC mjini Kinshasa. Tunatumaini kwamba Bwana Karim Khan atafuatilia kweli wale wote ambao wanakuwa nyuma ya ile mauaji, kwa hukumu kabisa, ili waingie kwa siku zilizokuja, na kisha uchunguzi waende gereza ya korti ya kimataifa ya ICC. Ni kusema kwamba ziara ya mwendesha mashtaka mkuu wa ICC hapa Kongo, tunawaza kwamba itasaidia waasi kujua kwamba mauaji na vitendo wanavyovifanya vitahukumiwa na watapeleka siku moja kortini. Serikali ya Kongo ikiwa inavitilia maanani tu visa vinavyoripotiwa katika maeneo yaliyodhibitiwa na waasi wa AFC M23. Mwanaharakati wa vuguvugu la vijana kwa ajili ya mabadiliko Lucha, Fred Bauma, anamuomba mwendesha mashtaka mkuu wa ICC kuendesha uchunguzi katika maeneo mbalimbali anayoyataja hapa. Kuna mauaji mengi iliyofanyika mjini mbalimbali huko Bunia, Beni na hata Goma na Kalehe na nafasi zingine hata kwa sasa. Tunayoomba mwendesha mashtaka mkuu wa ICC ni kupeleka wale waliotenda hiyo mauaji mbele ya ICC.
mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Karim Khan amewaomba wale walio na ripoti kuhusu visa vya mauaji kuziwakilisha kwenye anwani ya mtandao wa ICC ili ripoti hizo zifanyiwe kazi. Kwa upande wake, Emmanuel Kole, mratibu wa wakfu wa Bill Clinton, akitangaza kwamba taasisi yake imepokea kwa furaha ziara ya mwendesha mashtaka mkuu wa ICC mjini Kinshasa, anadhani pia kwamba uchunguzi wa ICC unapaswa kufanywa kwa ujumla. John Kanyunyu, DW, Kinshasa. Tukitoka Kinshasa sasa tuelekee Goma. Hofu imetanda mjini humo hasa miongoni mwa vijana wa kiume kufuatia ripoti za uandikishaji wa kulazimishwa katika jeshi la mapinduzi ya Kongo na tawi la kijeshi la vuguvugu la M23 AFC. Mashuhuda kadhaa wanadai kuwa vijana walio katika umri wa kuandikishwa wanaishi kwa hofu ya kukamatwa kwa nguvu na kutumwa vitani. Ingawa M23 imekanusha rasmi madai hayo, wasiwasi miongoni mwa wakazi wa Goma unazidi kuongezeka. Amina Abubakar na mengi zaidi. Hofu imeenea katika mitaa ya Goma ikigubika kila kona ya jiji. Kila mtaa, kila barabara, vijana wa kiume wanatembea kwa tahadhari wakiogopa kukamatwa na watu wenye silaha. Fununu za uandikishaji wa lazima zinazidi kusambaa zikichochea hali ya wasiwasi na taharuki. Baadhi ya vijana wanadai kuwa wamewashuhudia wenzao wakichukuliwa, wengine kwa hiari lakini wengi kwa nguvu. Taarifa hizi zinazidi kuongeza hofu miongoni mwa wale ambao hawakuwahi kufikiria kujiunga na jeshi wakihofia kuwa wao ndio wanaofuata. Est-ce que nous avons peur? Oui. Je, tunaogopa? Ndio, hii ni hali ya kawaida kwa sababu sote tunaishi katika mazingira magumu. Tunaogopa tunapotoka nje, tunaposafiri, hatujui nini kinaweza kutokea usiku. Imekuwa suala la kujitahidi tu kuendelea kuishi. Tumepoteza uhuru tuliokuwa nao katika mji huu. Hali imekuwa ngumu sana. Tunajaribu kuzoea kwa sababu hatuwezi kuendelea kuishi katika hofu kila wakati. On essaie d'accepter cette situation, de continuer de sortir, de continuer même d'aller bien sûr à l'école. Miongoni mwa wanaoishi kwa hofu zaidi ni wanafunzi wa vyuo vikuu. Katika taasisi za elimu ya juu, idadi ya wanafunzi wasiohudhuria masomo imeongezeka, wengi wakihofia kwenda madarasani kutokana na uvumi wa uandikishaji wa lazima unaoenea mitaani na mitandaoni. Hali hii imewalazimu baadhi ya familia kuwaficha watoto wao wa kiume wakihofia kuwa huenda wakalazimishwa kujiunga na jeshi. Kwa wengine, suluhisho pekee ni kuondoka. Mwanafunzi mmoja aliyewasili Goma kwa ajili ya elimu ya juu sasa anapanga kuondoka mji huo akikabiliwa na changamoto ya kuchagua kati ya elimu na usalama wake binafsi. Tumejulishwa kuhusu uandikishaji wa lazima katika baadhi ya taasisi za elimu. Tumeliona katika picha na video, ingawa mimi binafsi sijathibitisha. Lakini naweza kusema tu kwamba hali si nzuri. Tunaishi kwa hofu. Tunapowaona watu wenye silaha, hata kama kuna jambo haliko sawa, hatuwezi kusema lolote kwa sababu ya kuhofia maisha yetu. Mimi nilikuja Goma kwa ajili ya masomo, lakini kwa hali hii sitaki kubaki hapa hata kama mambo yatatengemaa. Kufuatia tuhuma hizi, msemaji wa M23 Willy Ngoma amekanusha vikali madai yoyote kwamba kundi hilo linahusika na vitendo vya uandikishaji wa lazima. Hata hivyo, licha ya ukanushaji huo, hofu inaendelea kutawala mitaa ya Goma. Katika mazingira haya ya sintofahamu na mvutano unaoongezeka, vijana wanaishi kwa wasiwasi wa kila siku wakikosa uhakika wa kesho yao. Kwa wengi, suluhisho pekee linaonekana kuwa kuondoka Goma, wakihofia kuwa kubaki kunaweza kuwa hatari kwao.